baada ya kanisa kunyakuliwa, kitakachokuwa kinafuata sasa ni dhiki kubwa. Ni dhiki kubwa. Ni dhiki kubwa. Unaweza kutusomea hapo mstari wa 20? Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Malizia hapo. Kwa kuwa wakati huo hakutakuwapo dhiki kubwa ambayo kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Ndio. Kwa hiyo dhiki kubwa itaanzia hapo kanisa likiondoka. Kanisa watakatifu wakiondoka, ndipo sasa dhiki kubwa itakuja. Na maandiko yanasema kwa nini leo tunaweza kuwa na dhiki ndogo ndogo? Kwa sababu mpinga Kristo tayari yupo. Roho zake zinatenda kazi mpaka sasa. Amen. Roho zake za mpinga Kristo zinatenda kazi mpaka sasa. Zipo. Lakini nini kinachomzuia yule mpinga Kristo mwenyewe asianze kutenda kazi? Biblia inasema kanisa ndilo linamzuia asijidhihirishe waziwazi. Lakini kanisa likiondoka, mpinga Kristo ndipo ataanza kufanya kazi kwa viwango vya waziwazi. Unaona, katika tumejifunza mara nyingi habari za mpinga Kristo, kwamba yupo mnyama, yuko mpinga Kristo, yuko nabii wa uongo. Sasa mpinga Kristo ataanza kufanya kazi ya waziwazi kuhakikisha watu wanamwabudu yeye. Wanamwabudu yeye. Wakolosai wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza, utaona hapo Biblia inaeleza juu ya hilo. Mpinga Kristo atakapokuwa anakuja, tuanze mstari wa 5. Mstari wa 5 hapo wa kwanza, utaona hapo kwamba hakutakuwepo kuokoka tena. Kwa mtu leo anapozungumza kwamba mtu akitakapobaki kwa dhiki kuu itawapata wateule wa Mungu au watu wa Mungu, sasa hapo anakuwa ni watu ambao wanadanganya au hawaelewi maandiko. Sura ile ya 5 mstari wa kwanza hapo nitasoma, nitasema, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna budi kwa nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua, lakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu ujiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba. Wala hakika hawatafanya nini? Hawatafanya nini? Maana watu watakaobaki hawatafanya nini? Hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, amumo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Mstari wa 6 anasema, basi tusifanye nini? Tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi ulala usiku pia, na walalao walewao hulewa usiku. Amen. Amen. Sasa maana lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, bali tukajivike nini? Kifuani imani na upendo, na chapeo yetu iwe
tumaini la wokovu, kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikuja kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye, kwamba twakesha au kwamba twalala. Amen. 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 Jose. Kwa hiyo kitu ambacho tunakiangalia hapa ni kwamba mtu atakayebaki nyakati hizo hataokolewa. Maana huyo mtu ndo ameachwa hivyo, hakutakuwepo na kupona tena, hakutakuwepo tena. Katika Wakolosai wa pili, Wathesalonike wa pili sura ya pili, Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa 7, au naweza kusoma hapa mstari wa 6. Nitasoma hapa na sasa. Mstari wa pili, sura ya pili mstari wa kwanza anasema, basi ndugu, tunakusiini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi kuiacha nia yenu, wala msisitishwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, wetu, kama kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awe yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Amen. Amen. Hauji kwanza pasipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ni Shetani, mpinga Kristo. Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu. Amen. Anataketi kwenye hekalu la Mungu, aanze kuabudiwa, atawaamuru watu wote waanze kumwabudu. Akajionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiyo nani? Ndiyo Mungu. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwapo pamoja nanyi